Hujambo na karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein na bado tunakujuza mengi yanayojiri katika ulimwengu, lakini ripoti yetu leo inazungumza namna ambavyo Iran imeibuka kama shujaa mpya na nguvu mpya katika eneo la Mashariki ya Kati na kudhoofisha nguvu ya kimkakati ya Marekani katika ulimwengu. Vita wakati mwingine huweka wazi washindi wake wa kweli na walioshindwa, sio kwenye uwanja wa vita bali katika vyumba vya kifikra na vituo vya kimkakati. Katika kutathmini shambulizi la Marekani dhidi ya Iran, jarida la Foreign Policy limeashiria wasiwasi unaozidi kuongezeka miongoni mwa wasomi na wanafikra wa Marekani kuhusu tofauti kubwa iliyopo kati ya ubabe wa kivita wa Washington katika upeo wa kimataifa wa miaka yote na uwezo wake halisi wa kufikia malengo yanayofuatiliwa katika ubabe huo. Holbrand, mhadhiri wa taaluma na mahusiano ya kimataifa katika chuo kikuu cha Johns Hopkins, ametahadharisha katika ripoti hiyo kwamba vita na Iran vimekuwa mtihani mkubwa wa kutathmini nguvu za kijeshi za Marekani, mtihani ambao umeonyesha kwamba hata nguvu kubwa zaidi ya kijeshi duniani inakabiliwa na vizuizi vya rasilimali, kudhoofika uwezo wa kupambana na changamoto za kusimamia migogoro kadhaa kwa wakati mmoja. Tathmini hii kwa kweli ni nyongeza ya maono yale ambayo yamekuwa yakikaririshwa mara kwa mara katika taasisi za kifikra za Marekani katika miaka hivi karibuni. Shirika la Rand limesisitiza katika ripoti kadhaa kuhusu ushindani mkali uliopo kati ya nguvu kubwa ulimwenguni na kwamba Marekani haiwezi tena kuchukua hatua kwa wakati mmoja kwenye nyanja kadhaa kuu za kijeshi kama ilivyokuwa katika zama za baada ya vita baridi. Kwa mtazamo wa watafiti wa mambo, vita vya kuchosha katika eneo la Asia Magharibi, ushindani na Uchina na Asia Mashariki na uungaji mkono kwa Ukraine, yote hayo yana msingi mmoja. Kuhusu suala la silaha, kushughulishwa Marekani katika nyanja kadhaa za vita kunaonyesha wazi kuwa hifadhi ya silaha na uwezo wa viwanda haitoshi kukidhi mahitaji ya ushindani wa kijeshi wa muda mrefu kimataifa. Wasiwasi pia unaonekana wazi katika tathmini za kituo cha mafunzo ya kimkakati ya kimataifa CSIS. Wataalamu wa kituo hicho awali walionya kwamba kukiibuka mzozo kuhusu Taiwan, Marekani itakabiliwa na uhaba wa makombora ya masafa marefu, mifumo ya ulinzi wa anga na silaha makini za utengenezaji shabaha. Vita dhidi ya Iran vimeondoa wasiwasi huu kutoka mazingira ya kinadharia hadi kwenye uwanja wa vitendo katika medani ya vita. Matumizi makubwa ya makombora ya Tomahawk, kuharibiwa mifumo ya ulinzi wa anga ya SM-3, mfumo wa ulinzi wa anga wa THAAD na ule wa Patriot, yote hayo yamethibitisha kuwa hata operesheni ndogo pia zinaweza kuathiri pakubwa nguvu za kijeshi za Marekani katika maeneo mengi duniani. Mchambuzi Paul Kennedy, mwanahistoria mashuhuri wa Uingereza, aliwahi kusema katika kitabu chake maarufu cha The Rise and Fall of Great Powers kwamba miongo kadhaa iliyopita, madola ambayo hutoa ahadi za kutekeleza majukumu ya kigeni kuliko uwezo wao wa kiuchumi na kijeshi huingia hatua kwa hatua kwenye njia ya mmomonyoko wa kimkakati. Leo wachambuzi wengi wanaamini kwamba Marekani inakabiliwa na hatari hiyo. Suala hili ni muhimu sana na tukizingatia ushindani wake mkubwa na China. Mchambuzi Eli Ratner, afisa wa zamani wa Pentagon, ameonya mara kwa mara kwamba changamoto kuu ya Marekani katika karne ya 21 ni kudhibiti nguvu inayokuwa kwa kasi ya Beijing. Ukweli mwingine mchungu kwa Marekani ni kwamba Asia Magharibi inaendelea kuirudisha nyuma Washington. Kuanzia Iran na Afghanistan hadi vita vya ukanda wa Gaza, mgogoro wa Bahari Nyekundu na sasa makabiliano na Iran, hakuna hata moja migogoro hii imeiruhusu Marekani kutekeleza mpango wake wa eti mhimili kuelekea Asia, au kwa maneno mengine pivot to Asia. Matokeo haya pia yanafuatiliwa kwa wasiwasi mkubwa katika eneo la Asia Mashariki. Baadhi ya viongozi wa Japan na Korea Kusini wameelezea wasiwasi wao kuhusu kuhamishiwa mifumo ya ulinzi wa anga katika eneo la Asia Magharibi. Huko Taiwan pia swali hili ni muhimu sana. Linaulizwa kwamba je, ikiwa mizozo ya wakati mmoja itaibuka barani Asia, Washington itaweza kweli kutimiza majukumu yake ya kiulinzi na kiusalama? Picha hii kwa kweli haina maana kuwa nguvu ya jeshi la Marekani imepungua kabisa kimataifa. Marekani bado ina bajeti kubwa zaidi ya kijeshi duniani, mtandao mpana zaidi wa miundombinu ya kijeshi na uwezo mkubwa zaidi wa kiteknolojia, lakini pamoja na hayo haina uwezo wa kijeshi wa moja kwa moja iliyokuwa nao wakati wa vita huko nyuma. Vita na Iran vimeonyesha kwamba hata mataifa makubwa yanapaswa kufanya machaguo kati ya vipaumbele, medani za vita na gharama ambazo sasa zimo kikomo. Kinyume na ilivyokuwa zamani,
Wakati huo vita hivi pia vimetoa somo muhimu kuhusu namna ya vita vya baadaye vitakavyokuwa na nafasi ya ndege zisizokuwa na rubani, mifumo mahiri. Vita vinavyotegemea mitandao na akili mnemba vimethibitisha kuwa ubora wa kijeshi hautegemei tu idadi ya manowari na ndege za kivita. Kwa uhalisia ni kwamba nguvu ya Marekani katika eneo hili kimsingi imepunguzwa na namna ambavyo wa Iran wamepambana. Zaidi ya yote, Iran imeibuka kutoka katika vita hivi kama nguvu kubwa ya kikanda, kwamba Washington ambayo haijaweza kuiangamiza imelazimika kutafuta hueni. Inathibitisha tu hali ya Iran ilivyoimarishwa, na hakuna mazungumzo tena mabadiliko ya utawala huko Teheran au juu ya vikwazo vyovyote kwenye silaha zake za makombora ballistic au kuondolewa kwa mpango wa nyuklia wa nchi, bila kusema juu ya kuacha washirika wa kikanda wa Iran. Hayo yote yalikuwa malengo ya asili ya Amerika na Israel. Kwa pande zote hizo washambuliaji walipata kushindwa kwa sauti. Katika muda mfupi ujao, kufunguliwa tena kwa mlango wa bahari wa Hormuz na kuondolewa kwa mzingiro wa majini wa Marekani dhidi ya Iran kutapunguza hali ya nishati kwenye soko la kimataifa. Na hata hivyo, kwa muda mrefu kesi ya Hormuz imetuma ujumbe mzito kwamba katika enzi ya mpito wa mpangilio wa ulimwengu, sehemu zote za baharini zinaweza kukabiliwa na hatua za uhasama. Viongozi wa Iran wamejifunza kwamba uwezo wao wa kufunga mlango wa Hormuz na kutotaka kwa Marekani kuhatarisha hasara katika jaribio la kuifungua tena kisigino cha Achilles cha Washington kinaweza kuwa kizuizi chenye nguvu zaidi kwa Teheran kuliko uwezo wa silaha za nyuklia. Na wakati huo Teheran inakusudia kudhibiti traffic kupitia njia ya maji pamoja na Oman. Ama kuhusu mpango wa nyuklia, Teheran bila shaka itauendeleza chini ya makubaliano yote ya baadaye ya kina na Washington. Ikiwa makubaliano yatafikiwa, kushindwa kukubaliana kungeiacha Teheran huru kuendelea na mpango kama hapo awali, kwa sababu wa Iran hawatasalimisha nyenzo zao za nyuklia kwa mtu yeyote. Kuhusu kuzuia nyuklia, hata hivyo, mafunzo kutoka kwa vita vya hivi punde yamechanganywa, na kwa upande mmoja Marekani na Israel pengine hazingeishambulia Iran yenye silaha za nyuklia. Angalia Korea Kaskazini kwa upande mwingine, angalia Israel yenye silaha za nyuklia. Hata chini ya mashambulizi ya makombora ya ballistic ya Iran haikutumia silaha za nyuklia dhidi ya Iran, wala Marekani hawakufanya hivyo. Chaguo hilo limeripotiwa kujadiliwa, lakini lilikataliwa. Kwa hivyo kwa Iran kuweza kuifunga Hormuz kunaweza kuwa ni ufanisi zaidi kuliko hata nguvu hizo za kinyuklia. Endelea kutufuatilia mtazamaji, na nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.